kwa sababu siku hiyo ambayo ndo siku nataka kutolewa kafara kwenye yale malango ya kuzimu, malango ya Mererani, kwa sababu mimi nilifika mpaka kuzimuni na nitakueleza niliyoyaona kule kuzimu. Walinieleza mambo mengi kuhusiana na uchimbaji wa madini. Watu walio wengi wanatumia nguvu za giza kutafuta mali hizo, japo si wote, lakini asilimia kubwa watu wengi wanatumia nguvu za giza katika swala zima la uchimbaji wa madini. Kwamba ule ulanga, ile vumbi inapoonyesha dalili za madini, kwa kawaida kwa wakitaka kutoa madini ni lazima wamtoe mtu kafara. Wakawa wameniambia kwamba lazima uende kuzimu na lazima tukutoe sadaka. Wewe umekuja kwenye mgodi huu, wenzako wameteseka miaka mingi, wewe ufikie kupata kazi kwenye mgodi kama huu, hujauliza historia. Kitu ambacho nilikiona mle chini kuzimu, niliona mapepo wachafu wengi, yani sura zao ziko kama nusu mtu nusu skeleton, yani upande mmoja anakuwa kama ana mifupa, wengine wanakunywa damu za watu mle chini. Niliona maelfu na maelfu ya watu ambao wametolewa kafara na bado wanatumika kule. Habari ya wakati huu, mtazamaji na msikilizaji mpendwa popote pale ulipo. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo nimepata nafasi ya kuweza kukutana na ndugu hapa ambaye ana ushuhuda mkubwa kabisa, ushuhuda ambao unaelezea jinsi ambavyo yeye aliweza kunusulika katika masuala ya kutolewa kafara. Huyu bwana hapa ambaye unamuona alikuwa ni katika harakati zake za kutafuta maisha, akajikuta amefika katika machimbo migodini huko na alikutana na vitu vya ajabu sana, ikiwemo jambo kubwa la kunusulika kuweza kutolewa kafara. Leo tunaye kwenye ushuhuda hapa na tutakuja kusikia ushuhuda wake kwa undani zaidi na zaidi. Ndio huyo hapa niko naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Mungu ni mwema. Hebu jitambulishe jina lako. Kwa majina yangu naitwa Daudi Bonifasi, ni mwinjilisti, mtumishi wa Mungu. Lakini kimaisha niko katika wilaya ya Kahama nikiendelea na harakati. Pia ni fundi wa umeme, lakini pia ni mwinjilisti, mhubiri wa Injili. Sawa. Ushuhuda wako mimi nimemdokeza tu hapo msikilizaji kwamba na mtazamaji kuhusiana na ushuhuda wako. Haya masuala ambayo tunakwenda kuyasikia kwenye ushuhuda wako ni kwamba yametokea kati ya mwaka gani na mwaka gani hapa? Matukio haya yametokea kati ya mwaka 2010 na mwaka 2011, ambapo nilipoendelea kukutana na mambo magumu katika kipindi hicho. Lakini tukio ambalo ni kubwa zaidi lilitokea pale mwaka 2010 mwezi wa 11, mwishoni kabisa mwa mwaka kukaribisha mwaka 2011. Mtazamaji, utakuja kusikia kwa undani kuhusiana na tukio hilo, na mimi nikuombe tuweze kuongozana hadi pale ambapo itakuwa ni tamati. Mimi ambaye nakukaribisha hapa, jina langu ni Jackton Msafiri, Dr. wa Roho. Nitakaa nyuma ya kamera hapo, nimwachie nafasi mtumishi wa Mungu hapa aweze kutueleza kuhusu ushuhuda wake huo, na nina hakika tutajifunza mengi sana kupitia kile ambacho yeye amekipitia. Karibu sana. Mtumishi wa Mungu, basi mimi nikukaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Habari za uzima? Mungu ni mwema. Tunamshukuru kwa matendo makuu. Ndio. Kwa kuiona siku ya leo. Sawa, hebu tuanze kwa kukufahamu majina yako, alafu ndio tutaelekea sasa kwenye ushuhuda wako. Karibu. Asante sana. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Daudi Bonifasi Mundoya. Nimezaliwa mkoa wa Singida pale mwaka 1990 na kukulia katika mkoa wa Singida, na maisha kwa jumla
nilianza pale Singida na kuendelea kupambana na kufaiti katika mipango ya maisha, na nilisoma katika shule ya msingi Kibaoni mkoa wa Singida. Nilianza shule ya msingi mwaka 1997 na kuhitimu shule ya msingi mwaka 2004 katika shule ya msingi Kibaoni. Baada ya kuwa nimehitimu shule ya msingi Kibaoni mwaka wa 2004 ndipo nilipoanza harakati za kupambana katika maisha. Nimepambana na mambo mbalimbali wakati nimemaliza shule ya msingi. Nilipoanza kupambana na maisha, nakumbuka mwaka 2005 baada ya kuwa nimemaliza shule ya msingi, katika fight ya maisha nilianza kutafuta kazi. Nimefanya kazi nyingi sana katika maisha haya ya utafutaji kuanzia mwaka 2005 na kuendelea huko mbele. Ni mambo mengi ambayo nilianza kufanya. Nilifanya kazi nyingi sana. Nilifanya kazi kwenye makampuni ya barabara. Nakumbuka mwaka 2007 nilifanya kazi na kampuni za utengenezaji barabara hapo mkoa wa Singida. Nikawa nimeondoka hapo katika kufight maisha, nikarudi nyumbani Singida, na baada ya kuwa nimerudi pale mkoa wa Singida kuendelea na mapambano ya maisha, kuna mambo mbalimbali ambayo kweli nilikuwa nafanya zaidi sana. Baada ya kuwa nimerudi Singida, nikaendelea na kazi. Nimejifunza kutengeneza pikipiki takriban mwaka mzima, lakini baadaye nikaenda kujifunza na gari. Nimeendesha nilikuwa dereva taxi pale Singida kwa muda mrefu. Hapo soko kubwa la Singida nimeendesha sana gari kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2009 nikahamia kwenye haisi. Tukawa tunafanya kazi za kubeba abiria katika mkoa huu wa Singida. Ukianzia ilikuwa tunatoka soko kubwa tunaenda Jineri, Jovena mpaka kituo cha mwisho kilikuwa ni stendi ambayo ni stendi mpya kwa sasa. Tumefanya kazi hizo kwa muda mrefu, lakini kuna mambo mbalimbali ambayo nilikuwa ninayaishi kabla ya kuingia katika imani ya wokovu. Kuna mambo mengi ambayo mimi niliyaishi kipindi bado sijapata neema ya kumjua Mungu. Kwa hiyo natamani, hiyo ndio historia fupi ya maisha yangu. Natamani kukueleza mengi ambayo yalipita katika maisha yangu. Kama jinsi nilivyosema hapo awali, kwa hiyo maisha yakaendelea vile, kipindi ambacho natamani popote unaponisikiliza ujifunze kupitia kwa watu ambao wamepitia maisha mbalimbali tofauti. Mimi baada ya kuwa nimemaliza shule, hapo shuleni kwanza nilikuwa ni mtundu sana. Mimi nilikuwa ni mkorofi sana kipindi hicho ambacho nilikuwa niko shuleni. Hata marafiki zangu, wanafunzi wenzangu walikuwa wanaelewa kabisa Daudi ni nani. Lakini katika yote kuna makusudi ambayo yalikuwa yanaandaliwa ili niweze kufikia katika yale maisha. Baada ya kuwa nimefanya mambo mengi na kazi nyingi, nilipoanza kazi ya udereva taxi, nilikuwa na marafiki zangu wengi ambao tulikuwa nao, lakini katika maisha yangu hapo awali kabla ya kumjua Mungu nilikuwa ni mlevi, nilikuwa mvuta bangi, nilikuwa mvuta sigara. Pia yani mambo yote ya anasa ambazo nazifahamu mimi nilikuwa nafanya anasa nyingi. Lakini katika yote kutokuamini katika swala zima la Mungu, ndipo paka Mungu alipokuja kunitokea katika maisha yangu. Kwa hiyo
kipindi hicho nimeendelea kufanya zile kazi. Nimefanya kazi kwa muda mrefu sana pale mkoa wa Singida. Nimefanya kazi hizo za udereva teksi na kuendesha haisi, lakini pia shughuli za kawaida nyingi nimefanya. Lakini katika yote nimeendelea kupambana na maisha mpaka ikafikia wakati nikaona maisha ya pale mkoa wa Singida kama vile ni shida. Ndipo nikaamua sasa kutoka pale mkoa wa Singida na nikaendelea na maisha mengine tofauti na mkoa wa Singida. Nilipata nafasi ya kuanza tena kufanya kazi kwenye magari makubwa haya. Nakumbuka mwaka 2009 mwishoni nilipata kazi kwenye kampuni moja ya gari fulani ambazo ziko pale Tanga. Wale jamaa nilifanya nao kazi, lakini katika mazingira fulani ambayo yalikuwa yana vitu ambavyo niliona vingeweza kuniletea shida, kwa sababu nakumbuka tulikutana na wale mabwana kwa sababu walikuwa wamenipenda katika fight za maisha, wakawa wamenipenda kulingana na mapambano ambayo nilikuwa ninapambana naye. Sasa nikawa nafanya kazi nao kwenye gari moja, hiyo kampuni sitaitaja, lakini ni kampuni moja tu kubwa iko pale Tanga. Wale watu nikafanya nao kazi. Baada ya kuwa nimefanya nao kazi, nakumbuka kuna siku tulikuwa tumeenda kufuata chumvi pale Babati. Kuna sehemu moja panaitwa Kindabi kwa wenyeji wa mkoa wa Babati na wengine wanapofahamu. Tulifuata chumvi huko Kindabi, lakini kuna matukio mengi ambayo yalipita hapo katikati. Kuna matukio mengi yalipita katikati wakati tunaianza safari ya kutoka Singida na kuelekea kuchukua chumvi, kwa sababu nakumbuka tulipotoka Singida tukaenda mpaka kule hapo Katesh kuelekea hiyo sehemu panaitwa Kindabi, bwawa la chumvi. Kulikuwa kuna bwana mmoja ni Mkongo alikuwa ananunua chumvi kwenye hiyo kampuni. Tukawa tumefika mpaka kule ziwani, tukachukua chumvi, tukanunua ile chumvi. Baada ya kumaliza kununua chumvi, wakati tunaianza safari yetu, ndipo hapo mambo mengi yalipita katikati ambayo kiukweli kabisa nilikuwa naona mkono wa Mungu, japo nilikuwa bado mimi sijaingia katika kumwamini Mungu na kumwamini Kristo. Lakini kuna mengi yalipita hapo katikati, mpendwa msikilizaji. Baada ya hilo tatizo kuwa limetokea na tukakaa pale zaidi ya siku 9 porini, tulipofika Arusha mjini nikajikuta sasa ile hamu tena ya kuendelea na safari inaisha. Tulipofika hapo nikasema, mbona hapa nina ndugu zangu wengi, mbona hapa nilipo nina marafiki wengi. Lakini nataka nikwambie kwamba pamoja na hiyo safari, lakini kulikuwa kuna nguvu za giza fulani ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kutaka kunifanyia mambo mabaya. Kwa sababu ninakumbuka tulipofika pale Arusha, kuna mambo mengi ambayo mengine huwa nayasahau, lakini kuna mengine ambayo nayakumbuka. Ninayoyakumbuka sasa ndo nitaeleza nini kilikuwa kimesababisha. Mimi nakumbuka wakati kipindi kile bado sijaondoka, kuna dada yangu anaishi Mererani Arusha. Ni mtoto wa baba yetu mkubwa, yuko kule mkoa yuko Arusha Mererani. Yule dada yangu alikuja nyumbani kipindi fulani, kwa sababu wao maisha yao mengi, baba yetu mkubwa alienda kuishi Mererani huko Arusha na akawa amepata mji na maisha yake yote yaliendelea akiwa kule Mererani. Sasa kuna mambo ambayo yule dada yangu
kuna nguo alikuja kule nyumbani special kabisa, akawa amenipa zile nguo. Baada ya kunipa zile nguo, nikajikuta tu ninapata hamu ya kwenda kuchimba madini. Ndo nasema sasa, nilipofika pale Arusha, wazo lile la kuendelea na ile safari likawa limeisha, lakini wale wakawa wameniambia kwamba wamefurahi kwa sababu nilikuwa mvumilivu na tumepambana mpaka dakika ile ya mwisho. Lakini mimi nilipofika pale nikamwambia, bwana, tutaendelea kuwasiliana. Nikachukua mawasiliano yao. Nilipochukua mawasiliano yao nikamwambia, ngojeni nyinyi nendeni mkashushe, tutaendelea kuwasiliana. Nilipofika pale Arusha mjini, ndipo nikawa nimempigia baba simu akiwa Singida. Nikampigia simu baba, nikamwambia mimi niko Arusha kwa sasa hivi, niko Arusha. Kwa nilipomwambia niko Arusha, akaniambia kwamba ondokaje, mbona bila kuaga, na hapo katikati kipindi chote ilikuweje? Kwa hiyo nikajaribu kumueleza yaliyokuwa yametokea, kwa sababu mawasiliano ilikuwa ya shida wakati tuko pale porini. Basi nikamueleza yote. Basi nikamwambia, mimi natamani kwenda Mererani kule kwa dada, naomba uniunganishe naye, uongee naye kwa simu ili niweze kwenda. Baba yangu akafanya hivyo, akampigia dada yangu huyo, mtoto wa baba yetu mkubwa ambaye yuko Mererani mpaka sasa hivi. Nikawasiliana naye, akasema anakuja kunipokea Arusha. Akaja kweli kunipokea pale stendi. Lakini kuna mambo ambayo ndo taenda kuyaeleza huko, ambayo ndo yamesababisha kisa hichi chote kukieleza. Nakumbuka sasa wakati nimefika Arusha, nimefika Mererani, alipokuja kunipokea pale Arusha, tukaenda naye mpaka kule Mererani, kwa sababu ukitoka Arusha unaenda mbele tena, kuna mahali unaenda kupita Kia, unafika pale Kia, kuna njia ambayo inakatisha kuelekea mpaka kule Mererani Arusha. Basi nilipofika alipokuja kunipokea, tukaondoka naye, tukaenda naye mpaka Mererani. Tulipofika kule, kuna mambo ambayo tayari sasa kulikuwa kuna connection fulani katika ulimwengu wa roho. Unajua, kama bado haujawekwa huru, unaweza ukatumiwa au watu wakaamua kukuendesha wanavyotaka wenyewe. Kwa hiyo kuna kitu kama remote control unapoamua kufanya kitu fulani. Kwa hiyo na mtu ambaye bado hana nguvu za Mungu, kuna mambo fulani ambayo anaweza akayafanyiwa, lakini pasipo yeye mwenyewe kwa ufahamu wake kuweza kulitatua au kulifanya jinsi linavyotakiwa. Basi mimi nashangaa tu nilipofika pale, yeye alikuwa anajishughuli, huyu dada yangu alikuwa ana duka pale la kuuzauza simu, pamoja na alikuwa anauzauza simu pamoja na kununua madini yale ambayo yamepigwa baruti, yameungua. Kwa kule Mererani wanayaita magonga. Yaani ni madini fulani ambayo huwa yamelipuliwa na ile miamba ya baruti, kwa hiyo yameharibika. Kwa hiyo wanatengenezea tu vitu vya kawaida. Yeye alikuwa anajishughulisha na kununua yale madini, pia alikuwa na mradi kama huo. Na pia shemeji yangu ambaye ni mume wake ni Masai mmoja, ambaye ndo yeye anafanya kazi sana migodini huko. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yalikuwa yameandaliwa. Mimi niliposhangaa tu nilipofika pale Mererani, wakati sijasalimiana na shemeji yangu, yaani nilipofika tu mlangoni, wenyewe walikuwa wana mawasiliano, wanajua wenyewe. Nilipofika tu pale mlangoni, yaani nimefika tu pale kwenye mlango wa nyumbani kwake anapoishi yule shemeji yangu, mimi nikashangaa tu, naingia mfukoni, nikampa
kitambulisho kile cha mpiga kura. Aliponiambia tu ndio huyu shemeji yako, wakati niko tu mlangoni bado sijaingia hata ndani. Yani nilikuja kuanza kujiuliza baadaye kwamba ni kwa nini nilifanya kitu kama kile pasipo mimi kuelewa. Kwa hiyo kuna nguvu fulani ambazo walikuwa nazo tayari wameisha nuiza katika mambo yao ambayo ndio walikuwa wanataka sasa kuyafanya katika maisha yao. Nilikuja kujua baadaye sana wakati naendelea na maisha mengine. Na baada ya hayo basi nilipompa kile kitambulisho cha mpiga kura, nilipompa nikashangaa sana. Akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani na mimi ndo nikakaribishwa ndani. Tulipotusalimiana, kesho yake yule shemeji yangu aliondoka. Alipoondoka, mimi nilipofika pale tukasalimiana vizuri na huyu dada yangu. Maisha mengine yakawa yameendelea pale. Mimi nikamwambia dada yangu, nimekuja tena huku, unataka kupambana katika maisha. Lakini kabla ya hapo naomba nirudi nyuma kidogo. Hapa kuna kipande fulani ambacho nimekikumbuka. Wakati nimefika pale Arusha, wakati nimefanya mawasiliano naye dada yangu, kwa siku hiyo alisema hataweza kuja kunipokea. Sasa baada ya kuwa ameshindwa kuja kunipokea, nakumbuka nikawa kuna marafiki zangu wengi ambao nilionana nao hapo Arusha ambao walikuwa wengine ni ambao tulikuwa tunafanya nao Singida kazi za udereva wa haisi, maana mimi nilikuwa ni conductor kwenye haisi. Sasa wakati wakati nimefika pale, kuna wengi nilionana nao, kuna marafiki zangu wengi ambao nilionana nao, wengine ni makondakta, wengine ni madereva ambao nilisoma nao, na wengine ambao tulikuwa tunafahamiana nao kawaida. Basi baada ya kuwa nimeonana nao, wakawa wananipa moyo, wananiambia kwamba niwasubiri kwenye hicho kituo, lakini mji wa Arusha ile ni jiji, mambo ni mengi, watu ni wengi. Sasa wakati nimefika pale, wakati nimeshawasiliana na dada, akaniambia kwamba hataweza kuja kunipokea kwa siku hiyo. Akaniambia nitafute mahali nipumzike. Na mimi nakumbuka hapo mfukoni nilikuwa nimebakisha shilingi 3,000 tu mfukoni mwangu. Na kama nilivyokuambia, kipindi hicho nilikuwa bado ninaishi maisha fulani ya kimtaani, nilikuwa bado sijamjua Mungu. Kwa hiyo nikawa nimetafuta marafiki tu ambao pale maana unapofika mjini kuna marafiki lazima itakuwa ni vyepesi kuwapata, kama vile warafiki walevi, wavuta bangi na nini. Kwa hiyo pale Arusha kuna mishemishe nyingi. Sasa nakumbuka siku hiyo wakati nimeshafika pale, wakati nimeshaongea naye, dada akaniambia kwamba kwa siku hiyo hataweza kuja kunipokea mpaka kesho yake. Tumekaa kwenye stendi moja ya haisi, akaja jamaa mmoja tu, muuni wale wapiga debe wale. Aliponiona hivi akawa amenifuata, kwa sababu nilikuwa nina kirasketi fulani ambacho nilikuwa nacho. Basi alipokuja pale akaniona hivi, akaanza kunisemesha, vipi? Nikamwambia safi, kwema, habari za huko? Nikamwambia shwari. Karibu sana, hapa ndo mjini sasa. Umekuja kupambana? Una mahali pa kufikia? Nikamwambia kaka, mimi sina mahali pa kufikia. Una mahali pa kufikia? Safi sana. Si umekuja kutafuta maisha? Wewe ndo mwanaume, karibu sana. Akasema wewe mahali pa kulala usiwaze. Basi aliponiambia yale maneno akawa mcheshi kwangu, akaniambia hivi, mimi nitakupeleka nyumbani kwangu. Kwa sababu pale ile eneo ambalo tulikuwa tumekaa ni kama sehemu ya stendi ambapo watu wanasubiri usafiri. Shanting, yani ni sehemu ambayo ina watu wengi ambao wanasubiri usafiri na nini. Akaniambia bwana, hebu tuenzetu hapa hivi.
kuna sehemu hivi kama genge wanauza chai pale. Akaniambia hebu nunua chai kwanza tunywe, wewe usiogope, sehemu ya kufikia umepata. Hapo mfukoni nilikuwa nina shilingi 3000. Hiyo ni mwaka 2000 sasa na 10. Hiyo ni mwaka 2010 sasa. Nikawa nina shilingi kama shilingi 3000 hivi. Sasa baada ya kuwa ameniomba nimnunulie chakula, nikajua mahali pa kufikia tayari nimepata. Akasema usiwaze, sisi kule nyumbani mimi waga tunapika tu kigeto na nini, siku tumekuja kutafuta maisha, utakapofikia wewe usiogope. Sasa pale kulikuwa kuna watu wakawa wanacheka. Mimi sikutambua jinsi wanachekea nini. Basi nilipomaliza kuongea naye nikamnunulia chai, tukanywa chai naye pale ya shilingi 1000. Tukamaliza hapo, nilikuwa na 1000, nikanunua sigara za shilingi 500. Tukabaki pale tunavuta naye. Wakati tunavuta zile sigara pale, akaniambia wewe tulia hapa usiwaze. Akaniambia kuna neno akaniambia mimi nampenda mtu ambaye amekuja kutafuta maisha. Akaniambia kwani wewe unaweza ukavunja chaga za kitanda? Una uzito wa kuvunja chaga za kitanda? Nikamwambia sina. Akaniambia unaweza ukamaliza debe la mahindi kwa siku? Nikamwambia sina uwezo wa kumaliza debe. Akaniambia sasa hapo umefika. Sasa baada ya kuwa nimeshamnunulia ile chai, akawa yeye alikuwa anapiga debe, gari kitaka kuondoka anapewa shilingi 200 ile kuita abiria. Basi gari ya kwanza ikaja, akapiga debe pale. Alipopiga debe wao abiria walivyoingia akapewa shilingi 200, gari ikaondoka. Akanani tena. Gari nyingine ya pili ikaja, akapiga debe pale. Maliza kujaza akapewa tena 200, gari ikaondoka. Nikakaa tena, ikaja tena haisi nyingine, akapiga debe pale. Yaani alipomaliza kupiga debe tu hivi na yeye akaingia kwenye ile gari akaondoka. Akawa ameniacha pale. Wale watu wakaniambia hapa ndo mjini. Tena wewe mshukuru Mungu kwa sababu huyo hajakuliza, yani amekula tu. Na wakawa wanacheka, wakasema kwamba yani huyu mtu mwenyewe geto lake ni kwenye gari, itakapopaki ndipo wanapolala. Ndio nikasema basi ndo mafundisho haya nazidi kuyapewa. Basi imefika mida fulani hivi, kuna brother mmoja anaitwa Bolo. Namshukuru sana yule kaka kwa sababu alinisaidia mambo mengi. Yuko pale Arusha, anakatisha tiketi, anaitwa Bolo. Yule brother nikawa nimemueleza yaliyokuwa yananisibu. Nikamueleza pale kwa sababu hata simu yangu yenyewe haikuwa na salio, nikawa nimetumia namba yake kuwasiliana na dada yangu huyo. Basi nilipomueleza na hayo matatizo yaliyotokea na nini, kama mimi ninapambana kutafuta maisha. Kwa hiyo kwa kweli alinifaa sana kwa sababu alininunulia chakula. Tukakaa naye pale mpaka ikafika mida ya jioni, wakati anataka kuondoka kutoka pale kazini. Akanambia tu jambo moja, akanambia unajua mdogo wangu, hapa ni mjini na mimi najua watu wanapambana na maisha na dunia ya sasa hivi jinsi ilivyofikia, tunaweza nikakuchukua hapa lakini ukaenda ukaniharibia ikawa shida. Kwa hiyo akaniambia bwana, naomba kwa hili tu utanifanya nini, utanisamehe. Kwa hili utanisamehe kwa sababu maisha yamebadilika. Basi mimi nikasema haina shida, hata kwa msaada ambao umenipa wa chakula na nini haina shida. Nikawa nimeondoka pale. Nikamuuliza, akanambia cha kukusaidia wewe nenda tu stendi. Nakumbuka alinipa kama shilingi 2000. Akanambia wewe nenda pale stendi, wewe ni mwanaume na mtafutaji, nenda stendi. Akanielekeza stendi ya kuu ya mabasi pale Arusha. Akanambia wewe fika pale, utakaa tu hapo, utakuwa unakunywa kama kahawa tangawizi hapo. Watu wengi wanakesha tu, wengi wanasafiri, wengi wanakesha, utatafuta tu sehemu utapumzika. Baada ya hapo nikawa nimefika pale kwenye stendi ile. Nilipofika pale stendi kweli nikaendelea kukaa pale, usiku kaingia huo mpaka kucha asubuhi. Nikiwa nimekaa pale stendi nikisubiri hiyo siku ambayo dada ndo atakuja kunichukua sasa.
Basi ndo alipokuja yule dada yangu akanikuta kule, nikawa nimemuelekeza mahali alipokuja kunikutia ni kule kwa huyo kaka ambaye anakatisha ushuru wa ice anayeitwa Bolo. Basi baada ya hapo mambo yakaenda vile, nikawa nimeenda paka kule, ndo kama vile nilisema, nilipofika nikampa yule shemeji yangu kile kitambulisho cha mpiga kura. Basi ile nyumba, kwa sababu walikuwa wamepanga pale kwenye hapo Mererani, walikuwa wamepanga mtaa mmoja unaitwa Zaire. Kuna sehemu panaitwa Zaire, ndipo walipokuwa wamepanga hapo. Basi kwenye huo mji ambao walikuwa wamepanga, pia kulikuwa kuna mganga mmoja mashuhuri sana anaitwa Sharifu. Yule alikuwa ndo mganga mashuhuri sana hapo, walikuwa wamepanga pale kwa huyo mganga. Lakini nikawa yule shemeji yangu, baada ya kuwa nimempa kile kitambulisho, ndo nasema aliondoka baada ya siku kama 3. Baada ya kama siku 3 hivi akawa amerudi. Baada ya kuwa amerudi, mimi nikajishangaa tu, ninapata hamu ya kwenda kuchimba madini. Mimi nikamwambia dada yangu, bwana, mimi nataka niende nikachimbe madini. Alipomwambia kwamba nataka niende nikachimbe madini, akacheka sana, akaniambia kwamba utaweza kwenda kufanya hizo kazi? Nikamwambia mimi nitaweza. Mimi nimefanya kazi nyingi, hiyo ya kuchimba madini, hata kama nitakuwa ni mgeni nitafanya kwa muda mfupi, alafu nitakuwa na uzoefu. Baada ya hapo, nakumbuka sasa nikawa nimeondoka mwenyewe, nikaenda mpaka kule kijiji, panaitwa kijiji kule, sehemu wanapochimbia madini. Kwa hiyo huku ni mjini, kule ni sehemu ambapo wanachimbia sasa madini kwenye machimbo yale sasa ya migodi. Ni kwa sababu pale ambapo nilipokuwa ninachimbia madini pana ni OPEC, lakini sitataja mgodi wa nani, lakini ni pale OPEC. Samax inakuwa iko juu, OPEC inakuwa iko chini. Nikawa nimefika pale. Nilipokuwa nimefika, mpenzi msikilizaji, unajua kuna mambo ambayo watu wakishaamua kuyanuiza katika vitu ambavyo wanataka kuvifanya juu ya maisha ya mwanadamu yoyote ambaye bado hajawa na ulinzi wa Mungu. Yaani kuna teknolojia ambazo zinafanyika ambazo zina uwezo wa kusababisha kufanyiwa jambo lolote, labda Mungu mwenyewe aweze kuliingilia kati. Sasa nilipofika pale kwenye huo mgodi, yani mimi sikuwaambia nyumbani kwamba nitaenda kwenye mgodi gani, au hawakunipa direction wao kwamba nenda sehemu fulani, au kutokana na sisi umaarufu wetu utaenda sehemu fulani. Mimi niliondoka mwenyewe. Ndipo utakapokuja kuelewa sasa kwenye ushuhuda huu yale yaliyoendelea kule mbele, na utapata picha. Huku unaweza usielewe vizuri. Basi nilipofika kwenye mgodi ule, nikajikuta tu mwenyewe nimefika paka hapo, nikaomba kazi kwenye mgodi huo sasa wa machimbo ya madini Mererani. Nilipofika pale, kuna mambo mengi ambayo, kwanza kabla ya kuanza kazi, nilianza kukutana na maswali tofauti. Sababu nakumbuka jambo la kwanza ambalo niliulizwa, umekuja kufanya kazi au umekuja kutembea? Nikamwambia mimi nimekuja kufanya kazi. Yaani pale Mererani kuna vituko vingi ambavyo pia niliviona, taeleza huko mbele.
lakini nikaanza kuonyeshwa mabango mengi ambayo yamo mule kwenye ile camp, kwa sababu ni camp kwenye machimbo, kunakuwa kila mtu ana camp yake na uzio wake. Basi nakumbuka bango la kwanza nikalionyeshwa, limeandikwa hapa ndipo kazi ilipozaliwa. Nikaonyeshwa tena bango lingine ambalo unajua kusoma, nikamwambia akaniambia na hapo nikaona tena bango jingine limeandikwa kipofu kauza redio, sijui kanunua TV. Nikawa nasema kwa kweli haya mambo ni magumu, lakini ndio hivyo sasa. Kuna mabango mengi ambayo nilikuwa ninayasoma. Nilipomaliza hapo nikaulizwa ndugu zangu, nikasema nina ndugu zangu hapa Mererani. Baada ya kuwa nimemaliza kutoa maelezo yangu, nikawaomba kwamba nitakuwa nianze kazi. Sasa yani kwa kawaida, hata kama unapoenda kwenye mgodi lazima uwe na mdhamini akudhamini ili uanze kufanya kazi. Lakini kitu cha kushangaza na kitu cha ajabu, mimi pale nilipofika sikuambiwa hivyo vitu vyote tu. Niliambiwa basi nenda kajiandae, kesho uje uanze kazi rasmi. Basi kama kawaida ambavyo nimekuambia kwamba pale kuna huo utaratibu ambao lazima uwe na mdhamini, ili kusudi kwamba utakapoanza kazi kwenye machimbo hayo, kama kuna tatizo linaweza likajitokeza, basi ukawa una watu wa karibu ambao wanaweza wakawa wanaelewa kile kitu kinaendelea. Lakini mimi kwangu ikawa kama tofauti hivi ambavyo nimekuambia kwamba nikawa nimeingia bila mdhamini yoyote, na nikawa nimekubaliana nao, wakaniambia kazi zetu ndo hizi, lakini wakawa wamenipangia shift wao, kwa sababu pale kuna shift mbili za kazi. Shift ya kwanza kuna watu wanaoingia asubuhi saa 2 wanatoka saa 10 jioni, lakini shift ya pili wanaingia saa 10 jioni mpaka kesho yake asubuhi mida ya saa 2. Ndo muda ambao tunakuwa tunatoka kwenye kuchimba madini. Sasa siku hiyo ambayo nimekubaliana nao wale watu, wakaniambia nirudi kesho yake saa 10 ili niweze kuanza kazi. Baada ya hapo ndipo nilipoanza kazi kwenye ile shift ambayo nilikuwa nimepangiwa na wale wa viongozi wa kwenye huo mgodi. Niliporudi nyumbani, nikafika pale nikamwambia sasa dada yangu kwamba bwana, mimi nimepata kazi kule mgodini na naenda kuanza kufanya kazi. Dada akaniambia kweli utaweza? Nikamwambia mimi nitaweza, kwa sababu nimeshapambana na mambo mengi na kazi nyingi. Hii kazi haitakuwa ina ugumu kwangu, japo nitaenda kupata uzoefu tu mwanzoni, lakini nitaweza kwa sababu nimekuja kupambana. Basi yule dada yangu akasema ngoja tumshirikishe baba nyumbani. Akampigia baba pale Singida. Alipompigia baba simu Singida pale, akamwambia kwamba Daudi amesema anahitaji aende akafanye kazi migodini ya kuchimba madini. Basi akawa baba amekubali. Alipokuwa amekubali, akaniambia haina shida, nenda ukaanze kazi. Ndo kama nilivyokuambia kwamba hii ni connection ambayo ilikuwa inatengenezwa katika nguvu za giza, na ilipokuwa imeanza kufanya kazi vile, kwa hiyo kuna connection nyingi ambazo zilifanyika kule kwenye upande wa kutoka nyumbani, kwenye upande wa kuja huku mpaka ilipofikia hapo. Na utaelewa huko ninapoenda kukupa sasa kisa ambacho kimesababisha mimi
kuwepo leo hapa ProMover TV kwa ajili ya kueleza matendo makuu ya Mungu aliyoyatenda. Basi baada ya kuwa nimeshamweleza vile, wakawa wamekubali, nikaenda kuanza kazi. Sasa pale nilipoanza kazi kwenye huo mgodi, ilipofika ile mida ya saa 10 ndo nikawa tunashuka. Sasa kwa mazingira ya Mererani, wote wanaofahamu mazingira ya Mererani tunajua kabisa kule ni kipindi hicho ambacho mimi nilikuwa ninachimba madini, ilikuwa bado ukuta huu haujazungushwa. Kipindi hicho huu shuhuda ni wa miaka 10 iliyopita, ambapo ndipo nilikutana na uweza na mkono wa Mungu. Ni ushuhuda wa miaka 10 iliyopita mpaka leo. Basi kule kama kawaida, kabla ya kufanya kazi, hamna mshahara ambao unalipwa. Kule unapokula chakula unaenda kutafuta madini, na utaratibu upo kwa mtakapoenda kuchimba madini, yanapopatikana kuna asilimia ya wafanyakazi ambayo wanapewa, lakini utaratibu upo tu kwamba unapotaka kuingia kufanya kazi ni lazima ule ushibe, na unapokula ndo tayari malipo ya kwenda kufanya kazi kule chini mgodini. Na mimi ndivyo hivyo siku zile ambazo tulikuwa tumeanza kazi hivyo, lakini ile mwisho wa wiki kwa kipindi hicho ilikuwa kila mwisho wa wiki mnaweza mkapewa 2,200 kwa ajili ya kununua sabuni na kufua nguo, kwa sababu mnakuwa hamna sehemu nyingine ya kutafutia. Hamna sehemu nyingine ya kutafutia pesa, ni hapo hapo. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao umewekwa, mnapewa shilingi 2,200 kwa ajili ya ya kununua sabuni na kufulia nguo. Sasa wakati tumeenda kuanza wakati tunaanza sasa, siku ya kwanza tukawa nimefika pale, muda wa chakula ulipofika, tukawa tunakula chakula. Ndo unaweza ukashangaa sana, yani kile chakula sijui kinakuwa ni cha design gani, kwa sababu kwanza kinapikwa chakula kingi. Mnaweza kuwa mko watu wachache, lakini mnashangaa mnakula chakula ambacho unaweza ukashangaa. Mnaweza mkala chakula cha watu ambao wanaweza wakala watu zaidi ya 10, lakini nyinyi mko wachache, mko watu 5 au 4, mnakula chakula kikubwa ambacho wewe mwenyewe unayekula mpaka unashangaa. Basi katika mazingira hayo, kile chakula ni ugali na maharage, na yale maharage yanakuwa hayajaungwa. Kwa hiyo linaitwa diko. Kile chakula kinaitwa diko. Kile chakula kiko Mererani, na wote ambao wako Mererani wanaelewa. Lile diko ni mnapikiwa ugali. Kwa hiyo baada ya kuwa mmepikiwa ugali, kama mtaamua wenyewe sasa kama mtaamua wenyewe kuunga zile mboga vizuri, kama mnahela, basi mnaweza mkakiunga kile chakula vizuri. Kisha kiunga, mnaendelea kula. Kama mtakuwa hamna fedha za kuunga mboga ile, mtakula hivyo hivyo ugali. Na ule ugali unakuwa unawekwa kwenye madumu haya ya maji. Dumu la maji unakuta limekatwa kwa urefu, linatoka nusu moja inawekewa mboga, nusu moja inawekewa chakula ambacho ni ugali. Mnakula, kishamaliza wasubiri wale watu wanatoka, kwa sababu migodi ile ya Mererani ni migodi ambayo imeenda kina kirefu sana. Pale Mererani imeenda kina kirefu sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaingia na usafiri unaitwa dunganya. Ile dunganya ni usafiri special ambao unashusha watu chini. Lile dunganya kwa kawaida ni tractor hizi Massai Ferguson. Ile tractor inakuwa imetengenezewa sehemu special maalum. Imetolewa zile tairi za nyuma, imebaki ile difu. Alafu inakuwa imejengewa
imejengewa imewekwa kuna kitu kama imetengenezewa kama beam la zege. Kwa hiyo ile trekta inakuwa imewekwa pale juu, ni trekta nzima inayofanya kazi, lakini huwa inatolewa zile tairi za nyuma, halafu ile difu inabaki yenyewe, inafungiwa cheni. Kwa hiyo kuna mwamba kama goli la mpira lile linakuwa limeshika ile cheni. Kwa hiyo mnapanda kwenye kuna kitu kama pipa ambalo limefungwa na cheni. Lile pipa linakuwa kama limefungwa cheni fulani hivi, ambayo ndio imeenda kushika matairi yale matairi ya nyuma ya trekta hiyo dunganya yanakuwa yametolewa. Kwa hiyo kinachofanyika pale, mnapanda, tunaweza tukapanda hata watu 7 au 8, lina uwezo wa kubeba watu kama hao. Kwa hiyo lile dunganya, lengo la kuyatoa yale matairi ni limewekewa cheni kama hizi za kawaida, hizi cheni za winch. Inakuwa ni winch ambao ni lift, lakini kwa lugha au kwa kule Mererani wanaita dunganya. Kwa hiyo ukishapanda kwenye ile dunganya, inakuwa imetengenezwa kwa mfumo huo. Kwa hiyo pale juu ya lile dunganya kuna barabara inakuwa kama zile hizi barabara za treni, kuna kama kiberenge fulani ambacho ile pipa inakuwa imekaa pale juu ya hiyo sehemu ambapo pamechimbwa kwa ajili ya wafanyakazi kuingia. Sasa hiyo dunganya inakuwa ina madereva wawili. Dereva wa kwanza ambaye ndio yuko kwenye dunganya yenyewe ambayo yuko juu pale lile trekta Massey Ferguson. Kwa hiyo anapoanza kuliendesha yule dereva wa kwanza, anapopiga gear reverse, lile linanyanyuka juu, linakuwa limerudishwa lipande juu. Kwa hiyo likisharudishwa juu, lile dunganya likisharudi pale linanyanyuka, anaufungua ule mlango sasa ambao uko kama kiberenge, umetengenezwa kama kwenye reli ile ya treni ile, unakuwa umetengenezwa kama kwenye reli ile ya treni. Baada ya kuwa inaanza ikishanyanyuka, akishafungua, yule dereva wa kwanza anakuwa anaanza sasa kuishusha ile chini. Dereva wa pili anakuwa yuko kwenye hili pipa ambalo sisi tunakuwa tumekaa kama wafanyakazi, anakuwa ameweka msamba, amepiga kama msamba hivi kwa ajili ya kuliongoza kushuka chini. Kwa nini linakuwa lina madereva wawili? Ni kwa sababu wakati mnashuka chini ni umbali mkubwa sana, alafu kuna sehemu zingine unakuta wakati wanaanza kuchimba madini, kuna sehemu unakuta wakati wanapiga zile baruti, kuna sehemu zingine zinakuwa zimejibana, kuna sehemu zingine zinakuwa zimetanuka. Na ule usafiri, mpenzi msikilizaji, ule usafiri ni kufa na kupona, kwa sababu kabla ya kuondoka huku juu ni lazima usaini kwenye kile kitabu, na mnaporudi juu salama lazima usaini juu. Kwa hiyo kinachotokea kusaini ni kwamba ijulikane ni idadi ya watu wangapi wameenda. Hata kama kuna tatizo linatokea, wanakuwa wanajua watu kadhaa walishuka chini. Kwa hiyo kusaini ni lazima unapokuwa huku juu kabla ya kushuka kule chini, kwa sababu sasa huyu dereva ambaye nimekuambia wa pili anakuwa ana mti special ambao ukifika kwenye mahali ambapo panakuwa pamejibana, anakuwa analiwekea direction ili kusudi lisijigonge mle pembeni. Kwa hiyo dereva yule wa pili ambao tunakuwa naye, yeye ni special kwa ajili ya kutushusha chini. Akishatufikisha kule chini, sisi tukishashuka, yeye kurudi huku juu. Sasa mpaka kesho yake tena ambapo atatufuata, au kama kutakuwa kuna emergency yoyote ambayo inaweza ikajitokeza, kwa sababu kule mawasiliano ya kawaida
kwa kule chini hayawezi kufanya kazi. Kwa hiyo bado wana system ya kutumia zile simu za kukoroga. Zile simu za kukoroga zile ndo wanafanya mawasiliano. Kama kutakuwa kuna shida yoyote ule wakati ukishafika ambao tumeshamaliza kazi, kule tunataka kurudi, tukishafika pale tunapoikoroga ile simu inapandisha mawasiliano juu. Wakishapokea tunawaeleza kinachoendelea, basi yule dereva anakuja. Sasa kwenye ile siku ya kwanza tu wakawa wameniangalia, kwa sababu mimi kipindi hicho nilikuwa jasiri sana kutokana na mambo ambayo nilikuwa ninayatumia, pombe, bangi, vile vitu vilikuwa vinaleta sana ujasiri mkubwa kwenye vilikuwa vinaniletea ujasiri wa kutokuogopa jambo lolote, na nikawa ninajipa asilimia nyingi kwamba mimi nilizaliwa siku moja na nitakufa siku moja. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kwa kipindi hicho nilikuwa ninaona tu maisha ni kitu simple sana, na wala nilikuwa siogopi jambo lolote, kwa sababu hiyo ya kutumia vile vitu ambavyo vilikuwa vinauondoa ufahamu wangu na kuwa kwenye hali nyingine. Basi hiyo siku tulipoanza kwanza wakawa wananiangalia, kwa sababu kabla ya kushuka nikasema kwa sababu ndo mimi bado mgeni, nikawa nimevuta bangi sana. Baada ya kuwa nimevuta bangi ndo nikafika sasa kwenye ile dungaji.